Karibu kufuata habari za leo tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwanza vichwa vya habari. Jeshi la Kongo limeongeza mashambulizi ya mabomu kwa kutumia drone Jumanne na Jumatano dhidi ya vijiji kadhaa vya Minembwe vinavyodhibitiwa na Twirwaneho walio na ushirika na AFC M23. Mashambulizi haya yamesababisha uharibifu na vifo vingi. Wito wa ville morte ulioitwa na upinzani ili kupinga mabadiliko ya katiba umeonekana sana katika miji mingi ya DRC. Huko Kinshasa, Beni na Butembo, shughuli zimesimama na shule zimefungwa. Hujambo. Muungano wa AFC M23 umesema katika taarifa iliyotolewa Jumatano kwamba maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yalishambuliwa na jeshi la serikali ya Kongo tarehe 2 na 3 Juni mwaka 2026. Kulingana na msemaji wao, jeshi lilifanya mashambulizi ya anga na kutumia drone kupiga maeneo yenye watu. Maelezo zaidi na Jospin Hangi. Kwa mujibu wa harakati hiyo, mashambulizi ya mara kwa mara yalilenga maeneo ya Gakenge, Bidegu na Mikenge katika nyanda za juu za Minembwe, ambapo drone za kivita aina ya Kasset 6 zilitumika. Vikosi vya muungano wa utawala wa Kinshasa vilifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maeneo yenye wakazi wengi ya Gakenge, Bidegu na Mikenge, alisema Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23 katika taarifa hiyo. Kutokana na kuendelea kwa mashambulizi haya, AFC M23 inadhibitisha tena dhamira yake isiyotetereka ya kulinda raia na mali zao. Vikosi vyetu vinaendelea kuwa tayari kikamilifu kuhakikisha usalama wao na kuzuia mashambulizi haya ya kikatili kuendelea kusababisha vifo, uharibifu na kuwalazimisha raia kuhama makazi yao, alisema Lawrence Kanyuka. Aidha, mapigano makali yaliripotiwa pia Jumanne katika maeneo ya Kibati na Buhimba pakani mwa wilaya ya Masisi na Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, operesheni za kijeshi zinaendelea huku pande zote mbili zikitarajiwa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo. Katika taarifa yake, AFC M23 ilisema kuwa shambulio lolote lipya dhidi ya eneo lililo chini ya udhibiti wake litajibiwa kwa namna thabiti inayolingana na kiwango cha shambulio na kwa azma kubwa. Vikosi vyetu havitajikita tu katika kutetea maeneo yanayolengwa, vitachukua hatua zote zinazohitajika kusukuma nyuma vikosi vya muungano wa adui zaidi ya maeneo yao ya awali na kuanzisha ukanda wa kutosha wa usalama, ilionya harakati ya kisiasa na kijeshi AFC M23 ambayo inapingana na serikali ya Kinshasa. Siku ya ville morte imeathiri biashara katika maeneo kama Bandalungwa, Kasavubu na Ngiringiri. Maduka yamefungwa na barabara ziko tulivu. Polisi wamepelekwa katika maeneo hatari kama Molar, Wilri, Boulevard Triomphal na karibu na jumba la watu. Hata soko kubwa Zando haikukuwa na shughuli.
Mjini Beni shughuli zote zimesimama. Wakazi wameitikia wito wa harakati za kijamii kupinga mashambulizi ya ADF. Jumapili iliyopita watu zaidi ya 20 waliuawa akiwemo msanii Nzangu Mangesi. Waasi wa ADF MTM walivamia maeneo ya Mbau usiku wa Jumatatu. Watu 16 waliuawa, wanaume wa 13, wanawake 2 na mtoto mmoja. Askari mmoja alijeruhiwa. Tena usiku wa Jumanne watu 16 waliuawa na wengine 5 hawajulikani walipo katika maeneo ya Kitoho, Matete na Mamuli. Le terroriste ADF MTM ISCARP ont fait incursion ce 2 juin 2026 vers 22 h dans la localité de Mbao, en secteur de Beni Mbao, en territoire de Beni. Actuellement, le bilan est de 16 civils tués, dont 13 hommes, 2 femmes qui sont épouses de nos vaillants policiers et un enfant mort par hémorragie à l'hôpital de Mbao. Nous avons aussi un élément des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été blessé. Et nous signalons aussi que 9 otages ont été libérés lors de la traque des éléments FARDC et UPDF dans cette zone. Toute cette résurgence de l'ennemi dans notre zone est en guise de représailles, due au fait de la neutralisation par votre armée du leader yéménite Ismaël Abou Sen dans la localité de Nakota 1. Et aussi l'ennemi, ayant plusieurs blessés dans ses rangs, cherche par tout le moyen à s'approvisionner en produits pharmaceutiques, d'où l'objectif de l'attaque de la localité de Mbao, où ces terroristes ADF MTM cherchaient à attaquer le centre hospitalier de Mbao pour s'approvisionner en produits pharmaceutiques. L'opération échouée par l'ennemi suite à l'intervention physique et personnelle du commandant du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, et commandant Front Nord cette même nuit. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et commandant Front Nord, le général de brigade Mugisha Moleka Joseph, appelle la population à se lever comme un seul homme, se ranger derrière son armée, car en ordre dispersé, nous jouerons au jeu de l'ennemi. Ces derniers cherchent à dissocier la population de son armée par des actions et actes de sabotage. Nous appelons la jeunesse du Grand Nord à capitaliser l'énergie qu'elle détient pour s'associer aux efforts de son armée en vue d'éradiquer ce fléau terroriste ADF MTM ISCARP qui pendant des années nous fait vivre dans les stigmates de la douleur. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées, avec courage et abnégation, de sécuriser la population, et ce bien à l'instar du soldat qui, lors de l'attaque de Ngadi, a protégé la vie de plusieurs civils avant d'être abattu par le terroriste ADF MTM ISCARP. Mgonjwa mmoja wa Ebola aliyekuwa anatibiwa Goma amepona na ametoka hospitali. Madaktari wanaomba watu waendelee kuwa makini na kuheshimu hatua za kujikinga. Kwa leo tutaweza sema ni furaha sana, na tukimshukuru Mwenyezi Mungu hata na waganga wote na wengine wote masekteri wengine yote yenye ilishughulika juu ya mgonjwa huyu. Ilikuwa kesi moja yenye tulipata hapa katika vile ya Goma.
na kwa leo ni furaha sana kuona kama anatoka akipona, alipona. Yenye ilisaidia juu apone ni nini? Ya kwanza ni juu alert ilikuwa mbele ya wakati na waganga wakapata wakati ya kumshughulikia, na ile imetusaidia sana juu ya uponyaji wake. Na kwa leo kitu ndaweza lomba population yetu ni kumpokea katika community. Nyinyi peke mumeona kama sisi tuko naye, hakuna shida tena, hatumuogope kwa sababu vipimo yote imefanyika, tena hana Ebola. Ndio kusema hawezi tena ambukizia watu. Na kukonesha kama atakuwa pamoja na sisi, ONG IMC yenyewe na to support inaitika kumkamata kama wafanyakazi kwake muhii riposte ya Ebola. Ile itasaidia naye kusaidiana naye kwa sababu iko na ile experience, anayua nini alipitia, atakuwa akielezea na wengine na kusaidia kusensibilization juu ya nini, juu tumalize hii ugonjwa katika mwingine wetu. Na ya kusuleve kwa leo, wakati mulikuwa naniuliza maswali, tunakuwa na kesi ngapi? Nilikuwa nawaambia kama tunakuwa na kesi moja katika vile ya Goma. Kwa leo ile kesi inatoka hospitalini Goma, tunabaki tena bila hata kesi moja ya ugonjwa wa Ebola. Haituambie twende tupachike mikono. Kama tulikuwa natia nguvu mara moja, tutazidisha mara 3 ala mara 4, kwa sababu mijini kando kando sa vile Beni, Butembo, Ituri, makesi zinaendelea kuwa mingi. Na unajua kama unakuwa movement ya population kutoka huko kukuya huko, ingawa tumefunga maduani, lakini wakupita wakose. Ndio maana tunapashwa tia nguvu zaidi juu ya nini, tukishika ile yenye waganga wanatuambia mamezire fulani fulani juu ya kujikinga ile ugonjwa ya Ebola. Na kwa hiyo sisi wote tukikamata ile conscience itatusaidia tukomeshe ile ugonjwa wa Ebola katika mwingine yetu. Magari mengi ya mafuta yamekwama katika barabara ya taifa namba 4 kutokana na ubovu wa barabara. Hali hii imesababisha upungufu na bei ya mafuta kupanda katika jiji la Kisangani. On est mal temps il a ici à 26. Monsieur côté Makuna à 34. C'est vrai. Oui oui. Commenté hein. Aïe 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 aïe. Sur la M4 et tout. Ah. C'est ça la réalité de la ville de Kisangani. Des centaines de véhicules bloqués au PK 23. Pendant ce temps, la ville prie à la pénurie de carburant. On va se la décharger déjà. Voilà. Ça va bien avec ça. Mwisho wa habari za leo tarehe 3 Juni mwaka 2026. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanane siku ijayo.